Yangu mimi naitwa Benedict Kimaro, ni fundi wa mihuri, kuchora mabango, kuchora picha za saluni, mabango ya matangazo mbalimbali, vitu vya namna hiyo. Lakini kwenye kazi zetu pia tunakutana na changamoto. Anaweza akaja mtu anahitaji kuchonga muhuri, ukakuta mwenyewe kumbe sio mhusika kamili anayetakiwa kutumia huo muhuri, labda anaenda kuchukua mkopo mahali. Sasa badala ya kwenda kwa afisa wake labda wakata au wa kitongoji kumchongea, unakuta anaenda kutafuta huduma ya kuchongewa muhuri. Nishakutana na majanga ya namna hiyo. Sasa mtu anakuja anachonga muhuri, anaenda kuchukua mkopo. Kama huyo alikuja akachonga muhuri na kuniambia ni afisa mtendaji, kumbe sio afisa mtendaji, yeye ni mhitaji wa mikopo. Akajaza fomu yake aliyopewa na hiyo kampuni husika inayotoa mikopo. Basi alipopewa zile fomu, badala ya kwenda kwa afisa mtendaji kusainiwa zile fomu, akawa amekuja kuchukua muhuri kwangu na kunidanganya kwamba yeye ni afisa mtendaji. Haya, baada ya kuchukua muhuri akaenda akajaza fomu zake, akaenda akapewa mkopo, na baada ya kupewa mkopo akawa hajafanya marejesho. Sasa wale wahusika waliotoa mkopo wakaona huyu mtu ni kumfuatilia, wakamfuatilia mpaka kijijini kwake. Basi walipofika huko kijijini kwake, wakamuulizia afisa mtendaji, unamfahamu mtu huyu? Kwa kuwa alikuwa na dokumenti zote na wana picha yake na nini, ikawa rahisi. Afisa mtendaji akamwambia, huyu ni mwananchi wangu. Basi walivyoenda, alivyowapeleka kwa huyo mwananchi mwenyewe, kuulizwa alipata wapi mihuri, akawa amewaleta kwangu kwamba mihuri nilipata kwa huyu jamaa. Naona. Basi alivyowaleta, mimi kuulizwa huyu mtu unamfahamu? Nikamwambia namfahamu. Namfahamu kama afisa mtendaji wa kijiji fulani. Nikamwambia ndio alivyokuambia. Nikamwambia Basi wakaniambia huyu kaka alichukua mkopo kwa kutumia mihuri yako. Naona na wewe amekudanganya kwamba yeye ni afisa mtendaji. Sasa kama tutakuhitaji tukimpeleka mahakamani tutakuja kutoa ushahidi. Nikawaambia sawa. Mara jamaa walivyombana, jamaa kalipa, ameenda ameuza mali alizonazo huko, akalipa ile mikopo ya watu. Na kwa hiyo ikawa haijafikia hatua kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo ndio changamoto. Nyingine unakuta tunachonga funguo. Labda una nyumba yako ina wapangaji, na ukiangalia geti funguo ni mmoja, wapangaji wako labda 8, wako 7 au ngapi. Sasa unahitaji idadi ya funguo ili kila mpangaji anapokuja kwa muda wake asipate shida kuingia. Naona mara nyingine tunawatengenezea kopi, basi inakuwa inawasaidia. Kaja baba, kumbe yule amepangisha guest. Baada ya kupangisha hapo guest, akatoka kama mgeni anakwenda tu kutembea na kuona maeneo. Ile ya kutoka kwenda kuzunguka, akawa ndo amepata nafasi ya kuja kwa fundi kuchonga funguo. Kuja anambia, vipi fundi? Safi, unachonga funguo? Ndio. Sasa hebu nisaidie kutoa kopi ya funguo wangu, wajukuu amenipotezea zingine, sasa nimebakiwa naye moja. Nisaidie kuchonga ili nisiwe napata shida pale, maana kama hamna mtu pale nyumbani unaweza ukarejea unashindwa kuingia na nini. Naomba nisaidie kopi. Basi nikamwambia bei, akakubaliana, nikamchongea. Sasa nimemchongea, tumekaa kama siku 2-3.